Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika ibada yetu hii ya leo, na katika kipindi hiki cha mwanzo tutapitia somo la kesha la asubuhi. Somo letu la kesha asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema ungamo la dhati ni muhimu. Ungamo la dhati ni muhimu. Yohana wa kwanza 1:9, neno la Bwana linasema, tukiziungama dhambi zake, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zake, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mtume anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponywa. Ni katika Yakobo 5:16. Ungameni dhambi zenu kwa Mungu, ambaye yeye pekee ndiye awezaye kuwasamehe makosa yenu ninyi kwa nyinyi. Ikiwa umemkosea rafiki au jirani yako, lazima ukiri kosa lako, na ni wajibu wake kukusamehe kwa uhuru. Kisha unapaswa kutafuta msamaha wa Mungu, kwa sababu ndugu uliyemjeruhi ni mali ya Mungu, na katika kumjeruhi unakuwa umetenda dhambi dhidi ya muumbaji wake. Toba ya kweli ina sifa maalum ya kukiri dhambi waziwazi. Zinaweza kuwa za namna ya kuletwa mbele ya Mungu pekee. Zinaweza kuwa makosa ambayo yanapaswa kuungamwa kwa watu binafsi ambao wameumizwa na hayo, au zinaweza kuwa zile zilizotendwa kwa umma na zinapaswa kuungamwa hadharani, lakini toba zote lazima ziwe wazi na za moja kwa moja, zikionyesha dhambi dhahiri unazoziungama. Maungamo mengi sana yanapaswa kamwe kusemwa mbele ya masikio ya wanadamu. Maungamo mengi sana hayapaswi kamwe kusemwa mbele za masikio ya wanadamu, kwani matokeo yake ni yale ambayo hukumu yenye mipaka ya viumbe wenye ukomo hawezi kuyatarajia. Mungu atatukuzwa vizuri zaidi tukiungama sirini upotovu uliozaliwa moyoni kwa Yesu pekee, kuliko kufungua matendo yako kwa mwanadamu mwenye ukomo, mkosaji ambaye hawezi kamwe kuhukumu kwa haki isipokuwa moyo wake ukiwa umejawa na Roho wa Mungu daima. Usimimine masikioni mwa mwanadamu kisa ambacho ni Mungu pekee apasaye kukisikia. Toba ambayo inahusishwa kumimina nafsi kwa moyo wa dhati humfikia Mungu mwenye huruma isiyo na kikomo. Dhambi zako zinaweza kuwa kama mlima mbele yako, lakini ukijinyenyekea moyo wako na kuungama dhambi zako, ukitumainia ustahimilivu wa Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka, atakusamehe na kusafisha na udhalimu wote. Onea shauku utimilivu wa neema ya Yesu. Ruhusu moyo wako ujazwe na shauku ya kina kwa ajili ya haki yake. Asubuhi ya leo tumepata somo kuhusu maungamo na toba mbele za Mungu. Tumeitwa kuja kuungama mbele za Mungu, lakini sisi kama wanadamu kwa namna moja ama nyingine tunatendeana mabaya. Tuna wajibu wa kwenda kuwaona wale ambao wametendea mabaya na kuja kuungama mbele zao. Lakini tumekumbushwa ungamo la kweli ni lile linalofanyika sirini. Wewe mwenyewe na Mungu wako, unapoenda katika chumba chako cha siri, una wajibu wa kuungama na kunyenyekeza mbele za Mungu. Niwasihi na niwaombe asubuhi ya leo tumimine mioyo yetu katika toba na msamaha, tukiamini ya kwamba Mungu anasikia na anatenda. Basi tuendeni kwenye magoti tukiutafuta uso wa Mungu asubuhi ya leo. Asante Yesu kwa wema wako na fadhili zako. Rudishia sifa, shukrani na utukufu kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno lako la uzima ambalo umetupatia asubuhi hii ya leo, ukitukumbusha sisi kama wanadamu kusogea mbele ya kiti chako cha enzi katika toba, kutafuta msamaha na kunyenyekeza mbele ya kiti chako cha rehema. Tunakuja kama tulivyo, Yesu, tukiomba ukatusamehe, ukatusaidie tusitende dhambi wala nia yetu na wala mawazo yetu, ili Baba Mungu tusivutie ini. Asante kwa maana unatupenda, neema yako ni kubwa katika maisha yetu. Tunashukuru hata kwa kibali ambacho umetupatia
kukusanyika katika madhabahu hii, hata wale ambao wanafuatilia online. Baba Mungu, ni neema yako na baraka zako. Tunanyenyekeza kwako sasa, tukiita neema yako ikatufunike, ukanene nasi na ukamtumie mchungaji Makore tena leo kwa namna ya pekee na ya ajabu. Mwisho wa siku, sifa, utukufu na shukrani tukapate kurudisha wewe Mungu Mwenyezi. Tunasema asante kwa maana umesikia na utatenda. Ni katika Kristo Yesu nimeomba na kuamini, amen. Wapendwa, Bwana asifiwe. Haleluya. Niwaalike sisi kwaya kubwa asubuhi ya leo, tufungue vitabu vyetu. Wimbo namba 19, tutaimba beti la kwanza, la 3 na la 4. Alafu tutakuwa tukimkaribisha mchungaji asubuhi ya leo. Watazamaji online, tuimbe pamoja asubuhi hii wimbo namba 19, beti la kwanza, la 3 na beti la 4, tukikimbilia msalaba katika masaa haya ya asubuhi, mahali ambapo pana ukombozi wetu. Wimbo namba 19 tafadhali. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinifilia, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Damu ya Yesu ya thamani, huniokoa makosani, huniendesha wokovuni, na asifiwe, oh, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Yesu na asifiwe, na asifiwe. Yesu alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Amen. Bwana tubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Tunamshukuru Mungu asubuhi hii ya leo kwa sababu ya neema na upendo ambao ametupatia. Tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekuwa mwema kwetu. Amefanikisha tena kutuleta hapa asubuhi kwa ajili ya ibada hii takatifu, kwa ajili ya huduma hii maalum sana. Na sasa ninawakaribisha wote wale ambao mko hapa, lakini na wale ambao mnafuatilia online, amkaribie katika
kujifunza kwetu asubuhi hii ya leo. Basi niwaalike tuchukue Biblia zetu tuende katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 15, sura ya 16 sasa. Sura ya 16, na leo tutaishia fungu la 21. Msisitizo utakuwa katika fungu la 19, lakini tutasoma mafungu haya hadi kufikia fungu la 21, alafu tuone nini Mungu anatufundisha asubuhi ya leo. Naam. Maandiko yanasema, Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabiri Hebron. Ikawa baada ya hayo, akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndipo wakuu wa Filisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimwotea. Basi akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba ukatwavyo ukiguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Delila akamwambia Samsoni, tazama, umenidhihaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali niambie, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Basi Delila akatoa kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakujia. Samsoni na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani, naye akazikata akazitupa kutoka mkononi mwake kama uzi. Delila akamwambia Samsoni, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo. Niambie sasa, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, ukivifuma hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo. Basi akazifunga kwa msumari. Akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Naye akaamka usingizini, akaung'oa ule msumari na ule mtande. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikavikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe hakupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila alipoona ya kwamba amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Filisti akisema, njooni huku mara hii tu, maana ameniambia yote yaliyo nayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakachukua ile fedha mikononi mwao. Naye akamlaza usingizi magotini pake. Zingatia hapo, akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyua vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kwamba Bwana
amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Haya maneno ni makubwa sana. Hebu tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tunakusihi utufundishe tena. Asante kwa sababu utafanya hivyo, katika jina la Yesu nimeomba, amina. Sasa jana jioni, kama ulifuatilia, utagundua tulikuwa tumeishia mahali tukaona Samsoni amewapiga wale watu 1000 kwa ile taya ya punda, akawapiga watu wengi sana. Sasa baada ya hapo Wafilisti hawakusumbua tena, maana walikuwa wameshindwa kujua asili ya nguvu za Samsoni, na maandiko yanatueleza kwamba Samsoni akatawala muda wa miaka 20. Tangu wakati huo Wafilisti hawakuwa wanawasumbua kwa sababu Samsoni alikuwepo, na akatawala muda wa miaka 20. Muda wa miaka 20. Mwishoni mwa ile miaka 20, maandiko sasa yanatueleza siku moja Samsoni akatelemka kwenda Gaza. Alipofika Gaza kule, maandiko yanasema akaona kahaba akaingia kwake. Makahaba wa wakati ule walikuwa sio kama wa leo. Makahaba wakati ule walikuwa ni wanawake wenye cheo, walikuwa matajiri, maana Samsoni alikuwa ni mfalme. Mfalme anapoenda kununua kahaba haendi kutafuta wale wanaojipanga. Makahaba wanaojiuza kwa wafalme ni makahaba wenye mali, ni makahaba wenye nyumba, ni makahaba wenye cheo, ni makahaba wanafahamika katika jamii, wanaheshimika. Sasa huyu mwanamke alikuwa na nyumba yake, na Samsoni kwa kuwa ni mfalme akaingia kwa huyo mwanamke kwake. Sasa iko hivi, wakati Samsoni anateremka Gaza, alipoingia tu katika nyumba ya huyu mama, alipoingia tu, kumbe intelligence ya wale Wafilisti tayari imeshamspot, tayari imeshamuona, wameshamtrack, wameshamuona. Kwa hiyo wakaambiana, taarifa zikapelekwa kwa wakuu wa miji. Zilipopelekwa kule, wakaandaa jeshi, wakamzingira, wakanyamaza kimya, wakamnyemelea, wakanyamaza kimya, na wakaapiana, wakasema asisikike mtu yoyote anatoa siri. Wakaapishana. Baada ya hapo ile nyumba ikazingirwa, wakanyamaza kimya kabisa. Samsoni yuko ndani, Samsoni yuko ndani, na yuko ndani katika nyumba ya uzinzi, yuko ndani katika nyumba ya uzinzi, yuko ndani. Maandiko yanatueleza Samsoni alipokuwa pale ndani, Wafilisti wamezunguka nje, tunaelezwa akaondoka usiku wa manane. Sasa nilikuwa nasoma katika commentary fulani, na baadhi ya wanatheolojia wanasema usiku ule Samsoni alipokuwa amelala katika kile kitanda, Mungu akampa maono, akawa yuko katika ndoto. Malaika anamuuliza swali, anamuuliza Samsoni, je, hiki kitanda ndio kinampasa mnadhiri wa Mungu kulala? Je, mahali hapa ndio panafaa kwa mfalme wa Israeli kulala? Malaika anamuuliza swali katika ndoto, anamuuliza katika maono. Samsoni baada ya kuwa amepata maono yale, maandiko yanasema akaondoka usiku wa manane. Asubuhi ya leo swali linaweza kuwa lile lile kama la malaika. Je, mahali hapo unapoenda ndio panafaa kwa mtumishi wa Mungu kuwa? Je, mahali hapo unapofanya kazi ndio panafaa kwa mtu anayetumika madhabahuni kuwa? Je, mahali hapo unapoenda ndio mtoto wa Mungu wa Israeli anafaa kuwepo? Katika maeneo unayoenda kufurahia, hayo maeneo yanafaa kwa mtoto wa Mungu kusherekea? Wako wengi wetu wanakwenda katika maeneo ya starehe mbaya. Je, asubuhi hii ya leo malaika anauliza swali, je, ndivyo inavyompasa mtoto wa Mungu kuwa? Na mambo mengine mengi, nguo tunazovaa na kadhalika na kadhalika, chakula tunachokula na mambo mengine mengi. Swali ni hilo, je, ndivyo inavyofaa mtoto wa Mungu kuwa? Nyimbo tunazosikiliza ndizo zinafaa watoto wa Mungu kuzisikiliza?
Maandiko yanasema akarespond, akaondoka usiku wa manane, akatoka kwa namna ambayo hakuna mmoja katika wale Wafilisti waliyemwona akitoka, maana waliambiana huyu tutamzingira, asubuhi ndio tutamchukua, tukifanya usiku tutafeli. Wakamzingira, asubuhi wamkamate. Samsoni akaondoka usiku, akaenda kinyume na plani ya Wafilisti, akaenda akabomoa lile geti la mji, akalishika na miimo yake miwili, akaipandisha mpaka kwenye kile kilima kinakabili mlima Hebron. Sasa nisikilize kwa makini. Asubuhi anasema hivi, akatoa lile geti la mji ambalo linabebwa na watu wengi, akalichukua akalipeleka mpaka kwenye kilima kinachokabili Hebron. Zamani, naomba niseme tu chap, zamani vita ilikuwa kati ya Mungu na miungu, na leo pia ni hivyo hivyo. Yani vita ni kati ya Mungu na miungu, na kwa wale ambao walikuwa sio Waisraeli, vita ilikuwa kati ya miungu na miungu. Kwa hiyo vita ikipiganwa kati ya majeshi ya nchi mbili, ushindi ukitokea kwa nchi ya kwanza, anayesifiwa kwamba ameshinda vita sio watu, anayesifiwa kwamba ameshinda vita ni Mungu au miungu. Kwa Samsoni kuchukua lango la mji na kulipeleka kwenye kilima kinachokabili Hebron. Hebron ndipo yalipokuwa makao ya Mungu, ndipo palikuwa na mlima wa Mungu, ndipo Mungu alipokuwa amejionyesha, ndipo Mungu alikuwa amejionyesha kuanzia kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Huko ndiko Mungu alikuwa amejionyesha, hapo kwenye kilima kinachokabili Hebron. Kwa hiyo unapotaja Hebron unataja mahali ambapo jina la Mungu wa Israeli linaitiwa, na kwa sababu Mungu alikuwa anaabudiwa katika Israeli, Wafilisti walikuwa wanajua kwamba Mungu wa Israeli yuko Hebron. Kwa Samsoni kuchukua lango la mji na kulipeleka pale kwenye kilima kile Hebron, ilikuwa ni tangazo kwamba Mungu wa Israeli ameshinda katika vita waliokuwa wameandaa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni tangazo kwamba Mungu wa Israeli ameshinda. Kwa hiyo nikajifunza kitu kikubwa sana, kwamba kumbe tunapoendelea katika dhambi, adui huwa anatumaka ili atuharibu. Unapoendelea katika dhambi usioitubu, unaendelea katika dhambi, hautubu na kuacha, unaendelea katika dhambi ile, adui anakumaki kwamba huyu pattern, kwa sababu adui anasoma pattern, anaona hivi, ile trend, anasoma ile trend, anajua huyu udhaifu wake ni hapa, anaandaa mpango wa kukuharibu. Samsoni, adui alisoma ile pattern, akajua udhaifu wake huyu ni wanawake, kwa hiyo akaandaa mpango wa kumharibu. Asubuhi hii ya leo, tubu dhambi na uache mara moja. Kwa nini? Kwa sababu adui mwishoni atakuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukumbuke kichwa cha somo la asubuhi ya leo kinasema the dangerous sleep, usingizi hatari. The dangerous sleep, usingizi hatari. Basi maandiko yanaendelea kusema Samsoni akapeleka lile lango kule. Tunaelewa nini? Utukufu ulikuwa unamrudia Mungu wa Israeli. Kwa Samsoni kushinda ilikuwa ni tangazo kwamba Mungu wa Israeli ameshinda. Kama Samsoni angeshindwa, ingekuwa ni tangazo kwamba Mungu wa Israeli ameshindwa. Kwa Samsoni kufaulu ilikuwa ni tangazo kwamba Mungu wa Israeli amefaulu. Utukufu ulikuwa unamrudia Mungu. Kwa hiyo asubuhi ya leo nakwambieni, fanya yote unayoyafanya, lakini ujue kwa ukweli sifa mbaya itaenda kwa Mungu au utukufu utaenda kwa Mungu. Vile utakavyoshindwa, vile utakavyofeli, vile utakavyofaulu, vile utakavyo behave, utukufu utakwenda kwa Mungu au sifa mbaya itaenda kwa Mungu. Fanya yote unayoyafanya, lakini ujue Mungu ndiye atakayeaibika. Mungu ndiye atakayeaibika. Bwana Yesu asifiwe. Unapotenda dhambi, Mungu anaaibika. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anatukuzwa. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anasifiwa.
unapotenda kwa uadilifu, Mungu anasifiwa, anatukuzwa, anahimidiwa. Mungu anatukuzwa kwa vile utukufu ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo unaweza kukumbuka kisa cha Ayubu. Ayubu aliposhinda, Mungu akajitukuza juu ya shetani. Maana mwanzoni mpambano ulikuwa kwamba umemuona mtumishi wangu Ayubu, lakini alipokuja kushinda Ayubu, sifa na utukufu vikamrudia Mungu. Sasa maandiko yanasema baadaye akashuka katika bonde la Soreki, akaona mwanamke anaitwa Delila. Sasa nikawa nafuatilia lile jina Delila, kumbe sikiliza vizuri, kumbe jina Delila sio jina la Kifilisti. Jina Delila ni jina la Kiebrania, lina asili ya Kiebrania na mzizi wake unaitwa Dal, D-A-L, Dal. Au unaweza ukalitamka kwa namna nyingine Leila. Ukisikia Leila ndio Delila. Simesikia kuna watu wanaitwa Leila katika lugha ya wenzetu wa Kiarabu. Leila ndio jina hilo Delila katika Kiebrania. Kwa hiyo Kiarabu watalitamka Leila, lakini Kiebrania litatamkwa Delila na mzizi wake ni Dal, na maana yake ni the one who enfeebles or the one who weakens, yule ambaye anafanya kuwa dhaifu. Ndio maana Delila. Sasa haieleweki, nimejaribu kufuatilia, hata wanatheolojia wengine wanaona kwamba haieleweki kwamba huyu Delila alikuwa Mfilisti kabisa au alikuwa Mwebrania. Na kama alikuwa Mwebrania, basi alikuwa amekubali dili ya kuwasaliti wenzake kwa ajili ya Wafilisti. Na kama alikuwa Mfilisti, basi naona alifanya kazi kwa ajili ya Wafilisti wenzake, lakini haifahamiki hasa kwamba alikuwa Mfilisti au alikuwa Mwisraeli, lakini jina lenyewe ni jina la Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe. Ila matendo yake hayaonekani kama ni matendo ya Waisraeli, yanaonekana ikiwa ni matendo ya Wafilisti. Sasa akampenda huyu mwanamke anaitwa Delila. Halafu walipojua Wafilisti kwamba amempenda huyu mwanamke anaitwa Delila, wakamfuata wakamwambia, tutakupatia fedha 1,100, lakini tunataka kujua chanzo au asili ya nguvu za Samsoni. Delila akakubali deal, akaanza kazi, akaanza kumwambia Samsoni. Mara ya kwanza anambia Samsoni, tutafanya vipi tukufunge ili tukutese? Anasema, nendeni mkalete kamba mbichi ambazo hazijakauka, kamba mbichi ambazo hazijakauka. Mkinifunga kwa hizo, mimi nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama watu wengine. Mara ya pili anaambiwa Delila anaenda kuleta kamba mpya, maana Samsoni ndivyo alivyotoa maelekezo. Anasema, nendeni mkalete kamba mpya 7 ambazo mtu hajafanya nazo kazi. Mkifanya hivyo mkanifunga, nitakuwa dhaifu. Mara ya tatu Samsoni anatoa maelekezo tena, anasema, sikilizeni, hivi vishungi mnaviona hivi vishungi mnaviona, hivi vishungi vikifungwa kwa mtande wa nguo, hivi vishungi na kutiwa loki hivi vishungi, basi hapo mimi nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Mara zote Delila alizowashtua Wafilisti waje kumdhuru Samsoni, Samsoni alikuwa anavuka vile viunzi, ule mtande wa nguo alikuwa anautoa, au zile kamba zilikuwa zinakatika kama vile zimetiwa moto. Delila akaendelea kumsumbua Samsoni, na maandiko yanasema katika kumsumbua Samsoni roho yake ikadhikika kiasi cha kufa. Delila anamsumbua. Ukumbuke shetani anapoleta jaribu mara ya kwanza huwa hatulii. Shetani ni a very consistent being. Narudia, Satan is a very consistent being. Akianza mara moja haachi, atarudi na mara ya pili, atarudi na mara ya tatu, atarudi na mara ya 4, kama alivyokuwa kwa Delila. Delila alikuwa very consistent na mission yake ya kutafuta kujua asili ya nguvu za Samsoni. So do not play with Satan, kwa sababu he is a very consistent being on whatever mission he has to accomplish. Bas Samsoni akafika mahali akatoboa siri, akamwambia, mimi tangu nikiwa mdogo sijawahi kunyoa, tangu kuzaliwa sijawahi kunyoa hivi vishungi. Ukivinyoa mimi nakuwa dhaifu, nakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila akaita watu wakamnyoa. Sasa lile fungu la 19 linasema hivi,
Nilikwambia uwe makini pale kwenye fungu la 19. Ile fungu la 19 nasema Delila akamlaza magotini pake. Sasa lile neno akamlaza, hilo fungu la 19 linasema Delila akamlaza Samsoni magotini pake. Hilo neno akamlaza, neno la Kiebrania linaitwa yashen, na yashen sio kumlaza kwa kawaida. Yashen ni kumlaza kule ambako Josephus, mwanahistoria wa Kiyahudi, anasema Delila aliweka madawa ya kulevya katika kikombe cha Samsoni, akampatia ile divai, ile liko. Anasema she put some intoxicating liquor, akampatia Samsoni. Kwa hiyo kule kumlaza sio kumlaza kama unambembeleza mtoto la hivi unambembeleza. Ilikuwa ni kulala ambako Samsoni alileweshwa, alipewa madawa ya kulevya akalala. Kwa hiyo anasema akamlaza. Alimlaza sio kumlaza kwa kawaida, alimlaza kwa kumnywesha madawa. Samsoni akalala. Kwa alipolala vile vishungi vikanyolewa, zile dread zikanyolewa. Ziliponyolewa, Delila anakuja anamwambia Samsoni, Wafilisti wanakuijia. Alipokuja kujishtua hivi sasa atoke, akakuta nguvu zake zimekwisha, wakamkamata, wakamtoboa macho, alafu wakampeleka kule Gaza alikokuwa ametoka kule kuchukua lile lango la mji. Wafilisti wakashangilia kwamba Mungu wao ameshinda. Sasa sikiliza kwa makini hapa ninapoelekea mwisho. Nikaja kujifunza kwenye ile pattern, sikiliza vizuri, kwenye ile pattern ambayo alikuwa anaitoa Samsoni, kumbe ilikuwa ni maelezo ya namna Mungu anadili na watu wake na namna shetani anadili na watu wake. Lile jaribu la kwanza ya zile kamba mbichi, kwa sababu kulingana na jinsi Samsoni anasema, utagundua kuna aina 3 za majaribu. Sikiliza, kuna aina 3 za majaribu. Jaribu la kwanza, aina ya kwanza ni majaribu yanayofananishwa na kamba mbichi. Aina ya pili ni majaribu yanayofananishwa na kamba mpya. Aina ya 3 ni majaribu yanayofananishwa na kufunga vile vishungi vya nywele za Samsoni kwa mtande wa nguo. Sasa aina ya kwanza ya majaribu yanayofananishwa na kamba mbichi, haya ni aina ya majaribu ambayo kama zile kamba zilivyokuwa mbichi, ndivyo na haya majaribu huwa ni mabichi. Ni majaribu yasiyokuwa na nguvu. Ukimtegemea Mungu, haya majaribu unaweza kuyashinda kwa haraka sana, kwa sababu ni majaribu ambayo sio yenye nguvu, ni majaribu mabichi, ni majaribu teketeke, ni majaribu ambayo unaweza kuyashinda. Kama vile ambavyo zile kamba zilikuwa mbichi, ndivyo aina hii ya majaribu pia ni mabichi. Unakuta mtu anakuambia tu kama ni mama unaanza kuchatishwa na mwanaume mwingine tu ambaye sio mume wako. Unachatishwa kwenye simu, unachatishwa tu hivi. Jaribu hili ni bichi. Ukiignore, ukakataa na ukablock, ukachukua hatua, hilo jaribu umelishinda. Lakini ukiingia kwenye mtego wa kuendelea na kuchati, baadaye utaanguka. Jaribu hili likiwa bichi, mtu anaanza tu kukuchatisha hivi na wewe ni mke wa mtu, kataa, ignore, futa namba, block namba, kwa sababu hilo jaribu ni bichi, unaweza kulishinda. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni aina ya majaribu mabichi. Aina ya pili ya majaribu ni majaribu ambayo ni mapya, kama vile zile kamba zilivyokuwa mpya. Haya ni majaribu mapya kabisa, ni kitu kipya kinakuja katika maisha yako. Ulikuwa hujawahi kula rushwa kabisa, sasa imekuja habari ya mtu anakuambia kazini, chukua hii bwana kidogo, chukua hii bwana kidogo. Wewe hujawahi, ni kitu kipya kabisa katika maisha yako. Ukimtegemea Mungu unaweza kushinda, kwa sababu ni majaribu mapya. Hujawahi kuonja rushwa, hujawahi kuonja uzinzi wowote, hujawahi kuonja pombe, ni vitu vipya kwenye maisha yako, havijawahi kutokea, ndio sasa wanakuanzishia. Ukikataa unaweza kushinda, kwa sababu ni majaribu mapya. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya 3 ni majaribu yale ya vishungi. Hayo ni majaribu ambayo huwezi, ni majaribu ambayo ukiingia yanakufunga kama vile Samsoni alivyofungwa na mtande wa nguo. Ni majaribu yanayotia loki, yanayokufunga. Hayo majaribu huyawezi hata kama ungekuwa na nguvu kama za Samsoni. Huwezi hayo majaribu, kwa sababu ni majaribu yanakufunga. Hapo lazima utaanguka. Unaingia katika jaribu la uzinzi, mimba ikishika,
tayari hapo ushafungwa, hakuna namna ya kufanya. Utaishia kutafuta namna ya kuitoa, na wakati mwingine zitakataa kutoka, utapata tabu. Ni aina ya majaribu yanayokufunga, ukishaingia yanakufunga. Kama ambavyo vile vishungi vya nywele vilifungwa, kadhalika aina hii ya majaribu huwa yanawafunga watu, na ukifungwa hauwezi kutoka. Na unaona mwishoni Samsoni aliendelea katika jaribu hilo la 3, maana alianza kuzungumza nywele mara ya 3, mara ya 4 akazungumza tena nywele. Ni majaribu yanayokufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ni aina ya majaribu yanayokufunga. Usifanye mchezo na majaribu namna hiyo. Na majaribu ya namna hiyo katika Biblia nzima hakuna dhambi yoyote ile ambayo imetajwa watu wakimbie isipokuwa dhambi ya uzinzi tu peke yake. Kwa hiyo dhambi ya uzinzi huwa haushindi kwa maombi, kwa kukemea. Yani haushindi dhambi ya uzinzi kwa maombi, kwamba mwanamke sasa ni mzuri huyu hapa, alafu unaanza kuomba kwenye hicho chumba, umeenda unaanza kuomba. Biblia imetoa maelekezo very clear. In the event imetokea uko tempted kwenda kwenye uzinzi, Biblia inasema kimbia, ikimbieni zinaa. Zinaa sio ya kuiombea, zinaa ni ya kukimbia, kama alivyofanya Yusufu. Yusufu alikimbia. Pona ya mtu yeyote kwenye jaribu la kufunga huwa ni kukimbia, na sio uzinzi peke yake tu, hata mambo mengine yoyote yale. Inapotokea unagundua hili ni jaribu la kunifunga, matokeo yake ni kunifunga, hilo jaribu solution yake ni kukimbia. Run. Bwana Yesu asifiwe. Maana hauwezi kushinda. Hata kama ungekuwa na nguvu za Samsoni, huwezi kutoboa, huwezi kushinda. Samsoni alikuwa na nguvu, lakini hakushinda mbele ya yule mwanamke, hakushinda. Alishinda Wafilisti alikuwa anawapiga, aliwashinda kule Gaza, aliwashinda kule Lehi, aliwashinda kule katika lile bonde jingine. Lakini ilipofika saa ya jaribu la mwanamke anaitwa Delila, ni jaribu la kufunga, Samsoni hakushinda, alishindwa, akatobolewa macho na Mungu alimuacha. Asubuhi ya leo Mungu atusaidie kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kushinda asubuhi ya leo, atusaidie kushinda. Na mimi ninaita wale watu katika maombi asubuhi ya leo wanaosema, Pastor, nimegundua kumbe kuna aina 3 za majaribu. Kuna majaribu mabichi, nikimtegemea Mungu tunaweza kushinda, na hayo ni ya kuchukua hatua, ni wewe unachukua hatua. Ni majaribu mabichi. Mtu anakushawishi kule kazini kutokwenda kazini, au kuandika pesa inayozidi ile iliyokusudiwa. Hayo ni majaribu mabichi, unaweza kuyashinda. Unakataa, ignore, unashinda. Majaribu mapya haya ni vitu vipi kabisa ambavyo hujawahi kuvifanya katika. Kuna watu ambao hamjawahi kunywa pombe. Ikija saa wanakushawishi kunywa pombe, ni rahisi kukataa. Do not drink. Hujawahi kuvuta sigara. Don't smoke. Hujawahi. Hivyo ni vitu vipya. Lakini haya ya aina ya 3 ni majaribu ya kukufunga, yanaloki. Ukishaingia kwenye swala hilo, ukaona hili ni jaribu ya kunifunga, run, kimbia, maana hutaweza kushinda. Hauwezi. Hata kama ungekuwa kama Samsoni, hauwezi. Na Samsoni mwenyewe tumejifunza hakuweza. Kwa hiyo asubuhi ya leo ninaita wale watu wote wanaosema, mimi Mungu anisaidie kukimbia dhambi. Dhambi inakimbiwa. Usiende ukalala kama Samsoni alivyokuwa analala kwa vimba vya wanawake. A dangerous sleep. Samsoni entertain a dangerous sleep on the laps of the women. Yule mwanamke kule wa kwanza kule Gaza, na huyu mwanamke mwingine tena bonde la Soleki, he entertained sleeping on the laps of women, and that was a dangerous sleep.
Lakini asubuhi ya leo unasema mimi pastor, ninaomba Mungu anisaidie kuwa na uwezo wa kukimbia majaribu haya ya kufunga. Unaweza ukasimama pamoja nami asubuhi ya leo. Msalaba wa Yesu, msalaba wa Yesu, nikae karibu pale na chemchemi. Tunakwenda kufanya maombi maalum sasa asubuhi ya leo ndani ya muda mfupi kabisa. Kama una maombi yako weka katika boksi hili. Weka boksi hilo. Umeandika weka katika boksi hilo. Uko tayari msalaba wake huni sifa yangu kwa maisha yote. Karibu msalaba nalitetemeka, pendo likaniona, likanirehemu pale msalaba wake huoni sifa yangu kwa maisha yote. Basi tunakwenda katika maombi asubuhi ya leo na tutaongozwa na mzee Zayoga. Ataanza kuomba kwa ajili ya maombi yote yaliyo katika hilo box, alafu na mimi nitaomba kwa ombi la jumla nikitaja mahitaji mbalimbali na baraka za Bwana asubuhi ya leo. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa asubuhi hii ya leo. Asante kwa namna ambavyo umetulinda na kutufikisha katika ibada ya asubuhi ya leo. Asante kwa watu wote walioweza kufika kanisani, lakini pia tunasema asante kwa kundi kubwa linalotufuatilia kwa njia ya mtandao. Asante kwa somo zuri ambalo tumelisikia kutoka kwako kupitia kwa mtumishi wako. Baba, tunajua kuna nyakati tunaona tuko sehemu salama, kama Samsoni alivyodhani yuko sehemu salama, lakini kumbe ilikuwa ndio uharibifu wake. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba kundi lote ambalo limekuja kanisani na kundi la mtandaoni, tusamehe makosa yetu. Sema ambapo tuliruhusu uharibifu kaja, katusamehe asubuhi hii. Natambua kuna mwingine wenda analia, anatoa machozi, akikumbuka namna ambavyo alikuaibisha katika mazingira fulani. Alitakiwa akimbie asiwe sehemu hiyo, kwa sababu yeye ni mtu wako. Asante kwa sababu unaenda kumweka huru na unampatia amani ya moyo kwamba umemsamehe. Asante kwa sababu baada ya msamaha huo umetutangazia nguvu ya kuendelea kuwa washindi katika dhambi. Kila mmoja mpatie nguvu yako, hata mjaribu anapokuja tukaseme imeandikwa. Asante kwa sababu utambariki kila mmoja wetu kwa hitaji lake.
lakini wengine wamediriki hata kuandika na kuweka kwenye box la maombi. Inao ni imani ya kipekee. Sikiliza maombi yao, kawaponye, kawatendee sawa sana wingi wa fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante asubuhi ya leo kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya mkutano mkubwa huu, na asante hata kwa sababu ya malaika uliowaruhusu watu join asubuhi hii ya leo katika ibada. Asante Bwana kwa sababu hata ya wale watu wanaofuatilia kutoka mbali kwa njia ya mtandao. Sasa asubuhi ya leo Yesu, watoto wako wameweka maombi katika boksi hili. Ninakusihi kwa namna ya pekee Yesu, ukajibu maombi ya watoto wako waliokuandikia. Bwana, ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa wanapoondoka kwenda katika biashara zao, wanapoondoka kwenda katika sehemu za kazi. Ninawaombea kibali mbele ya watu wengine katika sehemu hizo za kazi. Ninawaombea utambulisho, ukawatambulishe. Wanapotafuta wafanyakazi bora, majina yao yatajwe. Wanapotafuta wafanyabiashara waaminifu, waadilifu, wanaolipa kodi vizuri, majina ya watoto wako yatajwe. Na kwa kufanya hivyo Bwana, utawabarikia biashara zao, utazizidisha biashara zao, hozi ya biashara zao ikazidi kwa utukufu jina lako. Wezi na matapeli, watu ambao wangetamani kuona wanawaibia, tunawakemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakusihi Yesu kwamba kama ambavyo tunaweza kushinda majaribu mabichi, kama ambavyo tunaweza kushinda majaribu mapya, tusaidie pia kushinda majaribu ya kufunga. Watoto wako Yesu, wako wengine ambao huenda kwa namna moja ama nyingine walishafungwa katika majaribu ya kufunga, tukashindwa kukimbia. Asubuhi ya leo Bwana, tusaidie miguu ya kukimbia, tusaidie mbawa kama za tai, tukimbie na kupaa mbali, kwa sababu tunajua kwa hakika peke yetu hatuwezi kabisa, tutapotea kwa hakika ukituacha. Yesu, asubuhi ya leo wana wako wa kike na wa kiume ninawakabidhi mikononi mwako. Tembea pamoja nao, waepushe na ajali za barabarani, wapatie afya njema, kwa sababu magonjwa ya hovyo hovyo tumeyakemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wapatie baraka za kutosha ili waweze kutumika kwa ajili yao na familia zao, lakini kwa ajili ya kusapoti kanisa lako takatifu. Tunajiachia mikononi mwako Yesu, uwe pamoja nasi, kwa sababu tumeomba maneno haya yote katika jina lililo kuu la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana, naomba niongoze njia yako, iwe wazi kwa kuwa wewe peke yako unaniweka sawa.